Okay, hii ni Jifunze Leo YouTube channel. Ni wakati mwingine tena tuweze kukaribisha kuweza kujifunza lugha adhimu, lugha nzuri ya Kiswahili inayotumika nchini Tanzania na Afrika Mashariki, na ni lugha ambayo inasambaa sasa hivi Afrika nzima na duniani kote, inasakamwa kama dhahabu. Karibu, mimi naitwa Marimpo Mgaya, mwalimu wa Jifunze Leo shule na malezi, mwenye kukusudia kufundisha watu kujua kusoma na kuandika Kiswahili kwa ufasaha kwa njia rahisi bila kukutana na mwalimu, ila tunakufundisha kupitia mtandao moja kwa moja. Mtandao wa WhatsApp ni njia rahisi sana ambayo nataka kukufundisha wewe usiyejua kusoma na kuandika kwa ukaribu kabisa, kwa hatua, kwa utaratibu, mpaka ukifurahia kusoma lugha ya Kiswahili bila hata wasiwasi. You are so welcome. Karibu sana. Tuende kujifunza leo. Kama kawaida yangu huwa nasema hivi, kichwa changu cha habari kinasema hivi: kusoma na kuandika Kiswahili. Okay? Narudia tena. Kusoma na kuandika Kiswahili. Hapa kuna sentensi ya Kiswahili. Sentensi hii ya Kiswahili inasema hivi: afya ina thamani, tuitunze. Narudia tena. Afya ina thamani, tuitunze. Hapa wasiojua Kiswahili kukisoma na kukiandika wanaona ni kazi kubwa sana, lakini mimi mwalimu wako nasema hivi: lugha ya Kiswahili imejengwa na irabu, silabi rahisi pamoja na silabi changamano au silabi tata. Karibu sana. Tunafundisha lugha ya Kiswahili kusoma na kuandika kupitia mtandao wa WhatsApp kwa njia rahisi kwa kutumia programu zingine. Sio WhatsApp peke yake, tunasaidia na programu zingine maalum ambazo zimeshadesignwa tayari kuweza kusaidia. Karibu sana. Namba yetu ya simu ni 0755754391 au jumlisha 255755754391. Okay? Sasa ipo hivi. Tunaanza kukuelekeza kwamba lugha ya Kiswahili inaundwa na irabu pamoja na silabi. Sentensi tunasema hivi: afya ina thamani, tuitunze. Tunaanza ni silabi gani au irabu gani zimeunda hii sentensi? Tunaanza na a. Hii hapa ni a kubwa. A kubwa. Okay? A kubwa. Alafu tumekuja na fia. Okay? Sasa nikwambie hivi, hii hapa ni irabu. Hii hapa ni irabu a, na hii hapa ni silabi fia. Okay? Kwa maana hiyo sasa ukumbuke kwamba tuna silabi zetu, tuna irabu zetu a, e, i, o, u. Hizi zinaweza zikasimama peke yake na zikaunda maneno. Kwa hiyo ukiona a imeandikwa peke yake, isome a kama a. Ukiona e imeandikwa peke yake, isome e kama e. Ukiona i imeandikwa peke yake, isome i kama i. Ukiona o imeandikwa peke yake, isome o kama o. Ukisema u imeandikwa peke yake, sema u kama u. Kwa maana hiyo zikiungana mbili huenda zikaleta maana. Mfano, ukaona u na mbele a, utasoma u a. Utajua okay, imeleta maana, ua limechanua. Okay, wow. Sasa mpaka nikwambie hivi, nisiende mbali, mimi sifundishi silabi zote, ila nafundisha silabi ambazo zipo hapa kwenye hii sentence yetu. Okay? A ambayo a, tunakuja fia. Hii hapa ndo fia yetu. Hii hapa ndo fia yetu. Hiyo ni fia. Afya. Sasa kwenye silabi zinaundwa na herufi. Uliona hii herufi inaitwa herufi f. Watu wa Kiingereza wanasema F.
Ikiwa peke yake haileti maana kwenye Kiswahili. Hii hapa inaitwa herufi ye au ya. Watu wa Kiingereza wanasema y. Zikikaa hivi, kwenye Kiswahili sijui tutasomeje. Lakini endapo pamekana irabu hapa tutasema fia. Okay? Tutasema nini? Fia. Maana hiyo sasa zimeungana hizo. Hii peke yake inaitwa fa, hii inaitwa ya. Lakini pindi zitakapokuwa zimeungana hivi alafu hivi, tunasema fia. Okay? Tunasema fia. Na hii Nyerere na waasisi wengine wa Kiswahili ndio waliweka utaratibu wa hizi silabi za Kiswahili. Mimi tengenezi mimi, hapana. Siundi mimi, hapana. Muasisi wa Kiswahili Nyerere pamoja na wataalamu wengine waliotangulia tangu kupata uhuru na kabla ya kupata uhuru wa lugha ya Kiswahili kuibuka duniani. Okay? Hasa hapa tumeshapata afya. Alafu na inarudi hapa kwenye yetu. Irabu imesimama peke yake. Alafu anasema ina. Kwa irabu kikaa nyuma ya herufi inaruhusiwa kusoma peke yake. Kwa hapa tutasoma alafu hii herufi mbele kuna irabu, ndipo tunasoma zote na. Kwa hiyo na imetoka hapa ambapo kuna na, ne, ni, no, nu. Huu ni mwendelezo, lakini sisi tunataka tujue hii na. Okay? Pamoja na ambapo tunapata na hapo. Okay? Sasa twende afya ina. Twende kwenye thamani. Okay? Hapa tutaona kabisa etu hii hapa. Hii hapa inaitwa inaitwa nini? Thamani. Sasa etu ndio hii hapa. Hapa the, tho, thu. Sasa mimi sitaki niguse kwenye the, tho, thu. Nataka tuguse kwenye peke yake. Tunataka tuguse kwenye hii ndo hiyo ndo nini? Hii ni silabi changamano, silabi tata, ambayo sasa te pamoja na he imeungana pamoja na kupata hii inaitwa nini? Inaitwa Sijatunga mimi, sijaanzisha mimi Kiswahili. Ile waasisi wa Kiswahili Nyerere pamoja na wataalamu na waliotangulia hata kabla ya ukoloni wanajua hii ndiyo Okay? Hivyo sasa tumeshapata yetu inakuwa ndo hii hapa. Tunakuja ma hii hapa. Tunajua kuna ma, me, mi, mo, mu. Wow. Ma, me, mi, mo, mu. Sitaki nihusike na me, mi, mo, mu. Mimi nipo kwenye hii ma. Kwa hiyo tunapata ma. Vipi kuhusu ni? Ni yetu ni hapa thamani. Japo hapa sijaiandika, lakini nini? Thamani, ambayo kama kawaida tunajua kwamba hivi hii ni silabi ambatano changamano. Unaona mwenyewe kuna herufi ya kwanza hii hapa, herufi ya pili hii hapa, imeunda nini? Imeunda hii silabi. Mbele yake kuna nini? Kuna irabu hii. Irabu hii ambayo ni irabu gani? Irabu a. Okay? Lakini silabi rahisi zenye zinakuwa na herufi moja tu. Hakuna herufi ya ngapi? Ya pili. Ina herufi moja pamoja na nini? Na irabu. Okay? Sasa nataka nikwambie hivi, kwa neno letu thamani litaandikweje? Litaandikwa ni. Nimesema hapo ni, sijaandika kwenye ubao wetu, ila inaandikwa hivi na, ne, ni, no, utamalizia nu. Okay? Kwa maana hiyo sasa alisema tuitunze. Tuitunze. Sijaandika silabi zote, lakini tuitunze. Tuitunze. Tu yetu na ni hapa tu.
tu, ambayo inatokana na nini? Na silabi ta, te, ti, to, tu. Usisahau kukata home juu, ndipo itata nini? Itasema ta, te, ti, to, tu. Kwa tu itunze, tu itunze. Tu iko wapi? Tu hii hapa. Tu itunze. Nze iko wapi? Hii hapa. Nza, nze. Hii hapa. Nze. Tu itunze. Kwa maana hiyo tutakuwa tumemaliza mchezo mzima wa nini? Wa neno tu, i, tu, nze. Utasema mwalimu, mbona hujaigusia hicho kirefu kinye kofia juu? Hiki hapa. Hii ni irabu i. Nimesema irabu i ikikaa nyuma ya herufi inasoma peke yake, na ikikaa pia mbele ya irabu mwenzake inasoma peke yake. Hii itasoma peke yake. Tu itunze. Kwa maana hiyo sasa ndio maana hatutasoma hii hapa. Hatutasoma hii hapa kama u peke yake, hapana, kwa sababu hii u ni irabu imekaa mbele ya herufi t, kwa hiyo zinaungana, zinakuwa nini? Tu. Okay? Asante sana. Ukitaka kujifunza kwa mfululizo au kwa hatua, usikose kutupigia simu au kutufuata WhatsApp kwa namba hii hapa. Uwe Kenya, uwe Uganda, uwe Uingereza, uwe China, uwe Japani, uwe Marekani, popote duniani tunakufundisha. Mtandao huu wa WhatsApp unakufikia popote. Tunakufundisha kwa hatua, kwa uzuri, kwa upendo. Okay? Namba ya kimataifa ni hii hapa. Naenda kuiandika. WhatsApp namba +2557555. Okay? I come here down. 754391. Hii ndio namba yetu. This is a number that you can call us. You can text us in WhatsApp, and we are online anytime. Don't worry, you are going to learn Swahili and you will enjoy how to read and how to write it. Welcome. My name is Teacher Pomga. Jina langu naitwa Teacher Pomga. Hii channel imekuwa ni mwanzo wa mafanikio. Watu wengi sana ambao walikuwa hawajui kusoma na kuandika Kiswahili, sasa hivi wanajua kusoma na kuandika Kiswahili. Hukupitia shule kipindi hicho unasoma. Hapa kwenye hii channel imekusudia wewe ambaye hukuweza kusoma enzi hizo, au una mwandiko mbaya, uliishia la 7, mwandiko wako kueleweki, ukukaa chini na mwalimu, unaona haibata kuandika mwandiko wako kwenye daftari. Hata ukikaa ibadani utakuandika neno unakosa. Umekaa kwenye kikao utakuandika minutes, unatemeka mikono. Ukiangalia mbele, ukiangalia kulia, kushoto, kuna jamaa amevaa suti amependeza. Alafu akicheki mwandiko wako, mama yangu we, kama kuni zimeegeshwa. Sasa mimi mwalimu Pomga na kunyosha mwandiko huko ulipo Dar es Salaam, upo Mwanza, upo popote pale, sisi tunakunyosha mwandiko unakaa vizuri. Tunakwambia ba inaundwaje? Ba inaundwa hivi labda. Okay? Ba tunakufundisha ba inavyoundwa, tutakufundisha da inavyoundwa, tutakufundisha f inavyoundwa au fa inavyoundwa, na jinsi gani inaweza kuandika kwenye mistari. Lakini pia tutakutumia msaada wa vitabu bure vya kuongoza jinsi ya kuandika mwandiko vizuri. Asante sana. Nisiwe na maneno mengi sana. Wanasema maneno matupu hayavunji mfupa, na wewe sasa ni maneno matupu yasivunje mfupa. Njoo WhatsApp nikusaidie. Karibu sana kwa gharama nafuu sana.